Ndugu zangu katika Kristo, karibuni katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo ikiwa ni tarehe 26 ya mwezi Septemba, kanisa linawakumbuka watakatifu Cosma na Damiano wafiadini. Cosma na Damiano walizaliwa karne ya 3. Inasemekana kuwa walikuwa ndugu wa tumbo moja, tena mapacha, na kwa asili walitoka Arabia. Walijifunza udaktari ili wapate ruhusa ya kuingia katika nyumba ya wapagani na kuwaongoa kuwa Wakristo. Walifanya kazi kama wataalamu wa afya katika bandari ya Agae Chilichia kule Uturuki. Waliwaponya wagonjwa bila kudai malipo kwa dawa zao. Kwa sababu hiyo, watu waliwaita watakatifu wasiopenda fedha. Hawakupenda fedha. Na sisi vile vile tunapaswa kujifunza kutoka kwa watu watakatifu hawa. Tulio wengi tuna tamaa ya fedha. Tumetanguliza tamaa ya fedha mbele, kiasi cha kwamba tuko radhi hata tuvunje utu wetu ambao Mwenyezi Mungu katupa kama kielelezo cha sisi kuwa watoto wake, ili tuweze kunufaika kwa fedha. Usiwe na moyo sana wa kupenda fedha, ukafikia kipindi mpaka ukaingia katika njia zisizostahiki ili uweze kupata fedha. Usiwe na moyo wa kupenda fedha sana. Mpende Mwenyezi Mungu, na kama atakubariki kwa fedha, basi tumie kadri ya jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu anataka. Katika kazi yao walilenga kuokoa roho za watu, kuponya magonjwa yao na kuonyesha mfano wa maisha matakatifu. Na kwa jinsi hii waliweza kuwafanya wapagani wengi kuongoka na kuwa Wakristo. Madhulumu ya Wakristo ilipoanza chini ya uongozi wa Kaisaria Diocletian mwaka 303, Cosma na Damiano walikamatwa mara kwa mara na kutupwa gerezani. Na huko waliteswa sana na mwishowe kuuawa kwa kukatwa vichwa vyao. Umaarufu wao ulienea popote katika bara ya Ulaya, na makanisa mengi yaliwekwa chini ya ulinzi wao na kwa heshima yao. Majina yao yamewekwa katika litania ya watakatifu, na walikuwa watakatifu wa mwisho kuongezwa katika sala ya Ekaristi ya kwanza. Familia mashuhuri ya Medici ya Florence imewachukua kama wasimamizi wao, na vile vile bandari nyingi Ulaya zimewachukua kuwa wasimamizi wao. Watu walianza kuwaheshimu wakifanya ibada katika makaburi yao tangu karne ya 5, na katika nchi ya Siria ambako kanisa kubwa lilijengwa kule kwa heshima yao. Ibada ya Cosma na Damiano ilienea kutoka Siria hadi Roma, na halafu ikaenea katika kanisa lote la ulimwengu. Cosma na Damiano wanaheshimiwa na kuenziwa kama watakatifu wasimamizi wa madaktari wote. Kutoka katika watakatifu wa leo tunajifunza moyo wa kuwahudumia watu wengine, hususan wagonjwa, kama jinsi Cosma na Damiano watakatifu wao walivyokuwa na huduma kwa wagonjwa bila kudai malipo. Tunahitajiana, hakuna ambaye ni mkamilifu hahitaji msaada wa watu wengine. Hivyo basi tunapaswa kuwasaidia watu wengine kwa moyo wa mapendo katika magumu yao na katika shida zao. Tuwe faraja kwa wagonjwa, lakini vile vile kwa maskini na watu wasiokuwa na uwezo. Zaidi ya yote tunajifunza moyo wa kutokupenda fedha. Na Waswahili wanasema tamaa mbele, mauti nyuma. Tanguliza kwanza utu, sio tamaa ya fedha katika kuwahudumia watu wengine. Ulikuwa na mimi Padri Kefa katika kipindi hiki cha maisha ya watakatifu. Ubarikiwe na Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Uwe na wakati mwema.